pwani kidogo. Akaketi akawafundisha makutano akiwa katika mashua. Na alipokwisha kunena, aliwaambia Simoni, akajibu akamwambia Bwana, nitarudia mstari wa 4. Na alipokwisha kunena, akamwambia, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu zangu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia washirika wenzao waliokuwa katika mashua nyingine waje kuwasaidia. Wakaja wakazitengeneza nyavu zao mbili hata zikakaribia kuzama. Simoni Petro alipoyaona hayo, akaanguka magotini mbele za Yesu akasema, ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi Bwana. Maana alishikwa na mshangao yeye na wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki waliowapata. Na kadhalika Yakobo, Yohana na wana wa Zebedayo walikuwa washirika wa Simoni. Yesu akamwambia Simoni, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Hata walipokwisha kuzitengeneza nyavu zao pwani, wakaacha vyote wakamfuata. Baba, nakushukuru kwa kuwa ni Mungu mwema. Asante kwa wakati huu na majira haya tunapokwenda kulisikia neno lako. Mungu wa uzima, husika juu ya kila moja. Neema yako na uweza wako wa kipekee kafunike Bwana wajoli wako wa kike na wa kiume. Bwana, funuo wako kwa dhahiri katika majira haya na sahihi. Tuko tayari wanao kusikia na kupokea kutoka kwako, katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asiwe sana. Nataka nikuletee ujumbe unaosema kutubu na kupokea neema kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kutubu na kupokea neema itokayo kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kitabu hiki cha Luka, jina la mwandishi wa injili hii hatajwi katika injili yenyewe, lakini kutokana na mapokeo ya Kikristo pamoja na shughuli kutoka na ushuhuda uliomo katika injili, inathibitisha kuwa ni Luka, ambaye ndiye pia mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume. Luka huyu usadikiwa kwamba ndiye aliandika kitabu cha historia ya kanisa, kuzaliwa kwa kanisa, ambao ni Matendo ya Mitume. Tunaona hapa tuliposoma injili ya Luka hii sura ya 5 na mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 10. Ni mwanzo wa huduma wa Yesu Kristo pamoja na wanafunzi wake. Wakati anaanza huduma, Biblia inasema alikwenda mpaka pwani ya ziwa Genesareti. Alipofika kwenye pwani hile, akakuta makutano wengi. Kataka kuhubiri kupitia chombo cha Simoni Petro. Kakaa kwenye kile chombo, kaanza kuhubiria. Jamani, haleluya. Kaanza kuhubiria kama maandiko yanenavyo, kwamba ule mstari wa 2, akaona mashua 2 zimekaa kando ya ziwa la Genesareti, wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika mashua ambayo ilikuwa ni ya Simoni Petro, kamuomba itumie. Kanena, kafundisha. Alipomaliza kamwambia Simoni Petro kwamba shusha nyavu zako
mpaka kwenye kilindi nao utapata samaki. Kumbuka wakati huo Petro alikuwa amefanya kazi ya usiku kucha, hajapata samaki. Fanya kazi ya usiku kucha. Kumwambia Bwana, tumefanya kazi ya usiku kucha, tujapata kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Ninasema alipofanya hivyo alipata samaki wengi mno, mpaka zile nyavu zikaanza kukatika. Samaki walikuwa ni wengi sana. Ndipo Petro akawapungia mikono washirika wenzake, kina Yakobo wana wa Zebedayo, ili kuja kumsaidia kutoa msaada juu ya wingi wa samaki. Petro